Kitabu cha Yoshua 1:8 maandiko yanasemaje? Kitabu cha Yoshua 1:8 anasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Sasa angalia ufunuo unakuja hapa. Anaanza na namba moja. Namba moja sio kustawi. Angalia, kustawi na kufanikisha njia imewekwa baadaye, lakini cha kwanza ameweka kitabu cha Torati, maneno ya Bwana yasiondoke. Hiyo ndo ameweka namba moja. Ndipo utakapoifanikisha njia yako. Njia ya nini? Ya biashara. Njia ya nini? Ya mahusiano, ya huduma, ya uponyaji. Njia ya nini? Ya uzao wako, ya ndoa yako. Ndipo utakapoifanikisha na ndipo utakapostawi sana. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Anakuambia kwanza, namba moja, usiache neno la Mungu, shikilia neno la Mungu. Cha pili anakuambia tafakari hilo neno. Ulalapo na uamkapo, tafakari hilo neno. Usiku na mchana, tafakari. Cha tatu anakuambia uangalie kulitenda. Kwa hiyo kuna kushika, kutafakari na kutenda sawa sawa na sheria. Maana yake usiongeze chumvi wala usipunguze jambo. Hakikisha neno limejaa ndani. Leo tunatafakari umbea. Yaliyojaa moyoni mwako, fulani ameniuzi, fulani amenisema. Sijui kuna movie gani? Wewe movie zote unazijua, za Kichina ni wewe, za Kikorea ni wewe, za Kibongo ni wewe. Yaani wewe movie zote ukisikia tunasema hiyo si fulani. Yaani una uwezo wa kutoa maisha ya wale wasanii. Watu ambao wamestriki kwenye neno hawajuaki mambo mengi ya dunia hii. Wanajua vitu vichache na vya msingi. Wengine mmejaza wasanii ndani ya mioyo yenu, sio mbaya. Lakini angalia nafasi ya Bwana. Sikiliza, hakuna uzima kwenye kuwajua wanadamu kwa undani, lakini kuna uzima kwenye kumjua Mungu kwa undani. Ndio maana mtu anataka kumuona Mungu hanaga muda wa kuchimba maisha ya watu. Lakini wakati mwingine sisi, huyo anayekuletea umbea ndio unamnunulia na soda, ndio unamtafutia pia appointment, unamwambia njoo kaa hapo unieleze yale mambo vizuri. Sikiliza. Wewe bwana nisikilize, wacha kujaza vitu moyoni mwako, utakufa mapema. Ili usife mapema, jaza neno. Neno linaleta uzima, neno linaongeza umri wa kuishi, neno linaongeza siku za kuishi. Haleluya! Ukijaza mambo ya dunia na mambo ya wanadamu, vidonda vya tumbo, asidi itakuchoma utumbo. Lakini huwezi kupata pressure kwa sababu ya kusoma Biblia. Lakini kila ukisoma unapata amani. Nini maana yake? Ya wanadamu yanaua, lakini ya Bwana yanaleta amani. Yanaleta kusonga mbele. Nakwambia, ukiwa ni mtu wa namna hiyo, hutakaa ukose amani, hutakaa uwe ni wa kukwazika, hutakaa upate shida ndani yako, maana neno lina uzima.